Tuombe. Mungu wetu, Baba yetu mtakatifu, Mungu uliye hai, nakushukuru kwa wema na uaminifu wako. Asante kwa damu yako iliyomwagika msalabani. Asante kwa neema ambayo ni kubwa sana na umeweka ndani yangu, na tunakwenda tunaishi kwa neema yako na tunakuwa hai. Ubora na ukuu vyote ni vya kwako, na upendo huu wote Mungu umetujalia. Wewe ni mfalme. Karibu Roho Mtakatifu uje kusema na watoto wako leo tena. Mungu Baba, karibu uwe pamoja na kinywa changu, na kuachia nafasi Roho Mtakatifu. Mungu Baba, uwe pamoja na kinywa changu uweze kuzungumza na watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Mungu tunaomba na kushukuru. Amen. Sema amina tena, mtu wa Mungu. Tumepata tena nafasi hii ya kusogea mezani kwa Bwana kwa ajili ya kile kitu ambacho Mungu amekiandaa tena majira haya. Na nawashukuru sana sana sana. Wengi mnafuatilia. Mungu awatie nguvu. Mungu awatie nguvu sana. Tunaendelea na somo letu ambalo jana nimekuambia kwamba Bwana hajanyamaza. Bwana hajanyamaza. Kwamba wewe unaweza ukalia, wewe unaweza ukaumia, watu wanaweza kukunyoshia vidole, wewe unaweza ukaishia hapo, lakini Bwana hajanyamaza. Bwana hajanyamaza. Na tunaendelea kusema ya kwamba wewe angalia tu ahadi za Bwana. Na ninashukuru kwamba wengi wamenipigia simu, wengi wametuma message, wanasema jinsi ambavyo walivyokuwa na sasa amenyanyuka vipi. Mmoja ameniambia kabisa, mwalimu, kweli kabisa mimi nilikuwa nimeshakata tamaa juu ya jambo, lakini kwa kuwa Bwana yuko kazini na hajanyamaza, na mimi nasonga mbele. Ndivyo hivyo mtu wa Mungu. Bwana anaangalia ahadi yake, amekuza ahadi yake kuliko jina lake. Na ndivyo alivyosema. Na Mungu ni mwaminifu. Zaburi ya 138 mstari wa 2. Kwa jana tumeangalia hapo, sitaki kwenda sana. Na nikakwambia Mungu anasemaje sasa katika hili. Tukasoma Isaya 62 mstari wa 1. Anasema kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia. Tulikaa hapo sana. Kwa Mungu hajatulia. Hataki kutulia, hawezi kutulia. Wewe inawezekana ukawa umetulia, lakini Mungu hajatulia. Dada, wewe niliyoongea na wewe hapa kwa changamoto uliyopitia, unisikilize. Isaya 62 mstari wa 1. Anasema kwa ajili yako hata nyamaza, na kwa ajili yako hata tulia, mpaka haki yako utakapopokea haki yako kama mwangaza, na wokovu wake kama taa iwakavyo. Isaya 65 mstari wa 6 akasema, tazama neno hili limeandikwa mbele zangu, sitanyamaza lakini nitalipa. Mimi nitawalipa, anasema mimi nitawalipa ujira wao vifuani mwao. Neno sitanyamaza liko mbele. Kwa usumie. Nilisema jana hapa kwamba kuna mtu amekata tamaa mpaka anatamani afe, anatamani ajiue. Nimezungumza jana hapa. Lakini Bwana hajanyamaza. Kuna maandiko kadhaa sijakusomea jana. Kuna hii ya Isaya 49 mstari wa 15. Isaya 49 mstari wa 15 anayosema, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata simhurumie mwana wa tumbo lake? Alafu anarudia anasema, naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Manake Mungu hawezi kukuacha. Mungu hawezi kukuacha. Mungu hawezi kukuacha. Hayo ni maandiko ambayo tumeyasoma. Zaburi ya 137. Kuna maandiko sikuja kusomea jana. Naomba nikupe ili uweze wakati hata Mungu anapokuwa direct kuingia kwenye maombi,
walau uwe unaelewa kwamba unaingia kwenye maombi vipi, au kwenye maombi unaingiaje. Soma ile Zaburi ya 137 ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa ngapi? Mpaka mstari wa 6. Soma haraka, ni maneno mazuri tu. Anasema, kando ya mito ya Babeli ndiko tulikoketi tukalia tulipoikumbuka Sayuni. Kando ya mito ya Babeli ndiko tulikoketi tukalia tulipoikumbuka Sayuni. Mstari wa 2. Anasema, katika miti iliyo katikati yake tulivitundika vinubi vyetu. Angalia ule mstari wa 3. Mstari wa 3 anasema, maana huko waliotuchukua mateka walitaka tuwaimbie, na walituonea walitaka tufurahi. Angalia, tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni. Yaani wametekwa, alafu wanataka wawaimbie baadhi ya nyimbo za Sayuni. Sasa wanasema tuimbeje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni? Ni vipi ambavyo wanaweza wakaimba na wakati wametekwa? Mstari wa 5 anasema, Yerusalemu, nikikusahau wewe mkono wangu wa kuume. Mstari wa 5, Zaburi ya 137. Anasema, Yerusalemu, nikikusahau wewe mkono wangu wa kuume na usahau. Nimefatiria ili andiko anaposema mkono wangu wa kuume na usahau. I say ni kitu kigumu sana. Amesema anasahau haki yake, anasahau kila kitu kama akiweza kukusahau wewe. Mstari wa 6 anasema, na ulimi wangu gandamane na kakala kinywa changu, nisipokumbuka, nisipoikuza Yerusalemu zaidi ya furaha yangu iliyokuu. Sisi kama unaelewa huo mstari, kwamba kama ikitokea anakusahau wewe, anasema kakala, ulimi wake ugandamane na kakala kinywa. Maana yake ulimi wake ugandamane juu. Hebu weka ulimi wako juu kwenye hilo kakala kinywa juu, yani kwenye hilo taya la juu. Hebu weka ulimi wako hapo juu, alafu ita mama au ongea jambo lolote. Weka ulimi wako juu hapo kwenye kakala kinywa, yani kwenye taya hapo juu, kwenye hayo meno ya juu hapo, kwenye hilo na nila ndani. Usiweke kwenye meno, weka ndani hapo, alafu ongea sasa. Sasa yeye anakuambia, kama mimi nikikusahau wewe, basi ulimi wangu ugandamane. Yani kama ikitokea, kwa sababu unajua kuna watu wanaomba, wanafikia hatua wanasema, labda Bwana amenisahau, Mungu kama nisikii. Sasa na yeye amekwambia, mimi wewe siwezi kukuacha, mimi wewe siwezi kukusahau. Na ikitokea ninakusahau wewe, ulimi wangu ugandamane. Ameweka viapo vingi pale 65 ameongea. Ule mstari wa 6, kwamba mbele yangu kuna neno limeandikwa, sitanyamaza. Sasa hilo neno limeandikwa vile, anasema sitanyamaza mpaka pale utakapopata haki yako. Mpaka pale utakapopata haki yako. Sasa Zaburi ya 137 mstari wa 6 ndio anasema, nikikusahau wewe. Mstari wa 5 anasema, na mkono wangu na usahau wa kuume. Afu mstari wa 6 anasema, ulimi wangu na ugandamane na kakala kinywa changu, nisipokukumbuka, nisipoikuza Yerusalemu zaidi ya furaha yangu iliyokuu. Neno jingine hapana tu. Jana ametuambia kwamba anaikuza ahadi yake, ameikuza ahadi yake kuliko jina lake. Leo anatuambia, nisipoikuza Yerusalemu, asipokukuza wewe zaidi ya furaha yake iliyokuu. Unaona vitu hivyo jinsi vilivyo? Manake Mungu amejicommit kufanya kazi kubwa sana, na mara zote anakuwa yuko pamoja na sisi. Anajua anachokifanya, anajua kilichopo, anajua mahali ambako unapita, anajua ya kwamba unapitia wapi, anajua unapambana na nini sasa hivi, anajua. Na kwa sababu ya hilo jambo unalopitia, kwa sababu ya hilo jambo unalopambana nalo, yeye amesema, mimi sitanyamaza
anasema mimi sitatulia. Nimeona ngoja niongezee hicho kipengele kwa sababu kuna maandiko jana sikuyasoma. Sasa kipengele cha leo kinasema hivi. Takupa kwa kifupi ili tuweze kuingia kwenye maombi. Kipengele cha leo kinasema hivi. Kinasema hivi. Usikatae wito wa Bwana. Usikatae wito wa Bwana. Narudia. Katikati ya kukata tamaa, usikatae wito wa Bwana. Katikati ya kukata tamaa, usikatae wito wa Bwana. Ile sababu unaweza ukawa katikati ya kukata tamaa mpaka ukakataa na wito wa Mungu aliye hai. Yaani Bwana akawa anakusemesha alafu wewe hutaki. Bwana akawa anaongea na wewe alafu wewe hutaki. Kwa nini? Kwa sababu umekata tamaa. Kwa nini? Kwa sababu umekata tamaa. Na katikati ya kukata tamaa, Mungu anaweza kuja kuzungumza na wewe. Katikati ya kukata tamaa, Mungu anaweza kuja kuzungumza na wewe. Si kama hivyo ambapo tunaongea hapa sasa hivi. Umekata tamaa, lakini Mungu anakutafuta. Na ujue hii tunayozungumza hapa ndio ile tuliyosema kwamba Bwana hajanyamaza, kwa sababu pamoja na kwamba umekata tamaa, lakini bado Mungu anakufuatilia. Bado Bwana anakufuatilia. Sasa katikati ya kukata tamaa, usikatae wito wa Bwana, kwa sababu ndani ya kukata tamaa una uwezo mkubwa sana wa kukataa wito wa Bwana. Na kama ikitokea umeshakataa wito wa Bwana, hakikisha unaomba rehema kwa Bwana. Na tunaenda kuomba toba hapa kwa Mungu aliye hai. Tunaenda kuomba toba kwa Mungu aliye hai, ili anapokwenda au tunapokwenda, Bwana Mungu wa majeshi atupatie haki yetu. Kwa nini? Kwa sababu ya toba. Tunayokwenda kumwomba. Wewe nikupe mifano michache hapa alafu tuingie kwenye maombi. Sijua kama atakupa mifano mingi. Naweza nikakupa tu labda mfano mmoja. Kwamba katikati ya kukata tamaa, usikatae wito wa Bwana. Kitabu kile cha Waamuzi sura ya 6. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6 anasema hivi, mstari wa 11. Anasema hivi. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanae Gideon alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidian. Nafikiri unakumbuka historia ya Wamidian walipokuwa wanawaadhibu wana wa Israeli. Baada ya kuwa wana wa Israeli wamekwenda kinyume na matakwa ya Kristo, Biblia inasema Mungu akawatia chini akawatia mikononi mwa Wamidian kwa muda wa miaka 7. Mstari wa 12. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, tufuatana hapa sasa. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, kumbuka somo letu linasema usikatae wito wa Bwana. Katikati ya kukata tamaa, unaweza ukakataa wito wa Bwana. Unaweza ukakataa matendo makuu ya Bwana. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Angalia mstari wa 13. Gideon akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi,
mbona mambo haya yote yametupata? Yuko wapi matendo yake ya ajabu? Yako wapi matendo yake ya ajabu? Nataka upate hiyo sentensi. Yako wapi matendo yake ya ajabu? Uliambiwa na kuambiwa ya kwamba Mungu anafanya kazi. Uliambiwa na kuambiwa ya kwamba Bwana anaweza akatenda. Ukaenda ili Mungu atende. Huoni Mungu kama ametenda. Umesikia kwamba Mungu anaweza akadili na hilo jambo. Ukaenda ili Mungu adili na hilo jambo. Kuna mtu umesikia ya kwamba Mungu anaponya magonjwa. Ukaenda ili Mungu aweze kukuponya magonjwa. Lakini haukuona hicho kitu. Haukuona hicho kitu. Haukuona hicho kitu. Imefikia baada ya kutokuona hicho kitu umekata tamaa. Kuna mtu unanisikiliza hapo ulikuwa umekata tamaa mpaka ya kuombewa. Kwa nini? Kwa sababu umeenda kushoto na kulia kwenye maombi. Hujaona uzima. Kwa hiyo umekata tamaa. Kwa hiyo watu tena wakija wakifika wakikwambia Bwana Mungu anaponya, wanasema wapi? Bwana Mungu anaweza akafanya hilo jambo tena, wanasema wapi? Gideon anaambiwa ule mstari wa 12, malaika akamtokea akamwambia Bwana yu pamoja nawe shujaa. Gideon anamwambia ikiwa Bwana yu pamoja nasi, maana anamwambia hicho kitu unachokisema hakipo. Kwa sababu huyo Mungu kama angekuwa pamoja nasi, yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, sio yeye aliyetuleta huku kutoka Misri, ila sasa ametutupa? Ni mara ngapi mpendo umetamka mbele za Bwana kwamba Mungu umeniacha, kwamba Mungu umenitupa, kwamba Mungu unisikii, kwamba Mungu unioni? Ni mara ngapi umezungumza? Anasema naye ametutia katika mikono ya Wamidian. Akashindwa kuelewa ya kwamba kwenye mikono ya Wamidian, walitiwa kwenye mikono ya Wamidian kwa sababu ya uovu wao, kwa sababu ya dhambi zao, kwa sababu ya kutokumsikia Mungu, kwa sababu ya kutokumtii Mungu, wakatiwa kwenye mikono ya Wamidian. Lakini Gideon hilo jambo hakuliona. Wameshambuliwa, usije ukafikiri kwamba walikuwa waombi. Walikuwa wanaomba. Ila sasa wamefikia hatua wamekata tamaa. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, wamefikia hatua wamekata tamaa. Hawaoni tena kama kuna sababu ya kuomba. Hawaoni tena kama kuna sababu ya kwenda kanisani. Nataka nikwambie inawezekana kuna mtu unanisikiliza hapa. Umeenda kuombewa kushoto na kulia. Umekata tamaa kabisa ya kuombewa. Huoni tena kama kuna sababu ya kuombewa. Huoni tena kama kuna sababu ya kuomba. Huoni tena kama Mungu anakusikia. Huoni tena kama Mungu yupo anafanya kazi. Huoni tena kama Bwana wa majeshi yupo. Wamekuja watu kushoto na kulia wanakuambia wewe nenda kaombewe. Unaenda lakini ndani ya moyo wako hauko sawa. Inawezekana kuna mtu huko hapa unanisikiliza. Umeungwa kwenye grupu hapa lakini wewe mwenyewe kwa kweli, pamoja na kwamba umeungwa kwenye grupu hapa, ila upo tu. Yaani upo tu kwa sababu tu ya ile heshima ya yule mtu aliyekuunga. Lakini kwa kweli kwa maombi ambayo umeombewa unaona kabisa ya kwamba haiwezekani. Yaani ndani ya maombi, yani unaenda tu kwenda kuombewa, unaenda kanisani tu kwa sababu ya yule mtu aliyekwambia. Unakwenda tu kanisani kwa sababu ya yule mtu aliyekwambia, anayekwambia kwamba twende kanisani ili usije kakataa, labda akajisikia vibaya. Umeungwa tu kwenye grupu hapa, ukakubali ya kwamba umekuja tu kwenye madhabahu hii, ukakubali ya kwamba lakini uko 50-50. Unasema kama ni kuombewa nimeombewa sana, kama ni kwenda kuhudumiwa nimehudumiwa sana. Umekata tamaa, umekaa hapo. Kwa hiyo kila sentensi inayokuja ndani yako, kila neno linalokuja ndani yako ya kwamba uweze kwenda kwa mbele za Bwana, au uweze kwenda kumtumikia Kristo, au uweze kwenda kumsikia Kristo Yesu, ndani yako panagoma. Unaenda lakini ndani yako panagoma. Sema kama ni kuombewa nimeombewa sana, kama ni kwenda kanisani mimi nimeenda sana. Unasema wapi? Matendo yake makuu yako wapi? Umegoma. Hutaki tena kusikia habari ya maombi.
Lakini nataka nikwambie, maadamu umekanyaga kwenye madhabahu hii, maadamu umekuja hapo unasikiliza, nakwambia Bwana anaenda kukunyanyua upya. Mungu anaenda kukunyanyua upya. Na yeye akikunyanyua upya, uwe na uhakika akikunyanyua upya, Bwana wa majeshi akiingilia kati, uwe na uhakika kuna mahali unaelekea. Uwe na uhakika utakwenda kunyanyuka upya. Uwe na uhakika huo ugonjwa lazima utakuachia. Uwe na uhakika hilo jambo utaenda kulifanya. Kuna mtu mmoja baada ya kuwa amekoswa kazi, ametafuta takriban miaka 10, ametafuta hana kazi, akaamua kukataa kwenda kanisani, akazila kila kitu, akazila. Kila anapoambiwa kwamba nenda kanisani, mke wake akawa anaenda kanisani, yeye anamkataza, anamwambia unaenda kanisani kufanya nini? Kama huyo Mungu yupo, kwa nini asingenipa kazi? Kama huyo Mungu yupo, kwa nini asingenipa kazi? Nimesoma, nimekaa hapa, nimeomba na kuomba. Unisikilize mtu wa Mungu. Gideon alikataa, akasema Bwana wangu, ikiwa Bwana yuko pamoja nasi, yako wapi matendo? Anasema mbona haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake makuu ya ajabu tuliohadithiwa na baba zetu, ya kwamba Mungu anaweza, ya kwamba Mungu anafanya, ya kwamba Mungu ametuvusha kwenye bahari ya Shamu, ya kwamba Mungu amefanya hiki, ya kwamba Mungu amefanya hivi? Yako wapi matendo yake makuu? Ndani yake pana goma. Lakini nataka nikwambie mtu wa Mungu, Mungu hajanyamaza. Usije ukafikie ukakataa wito wa Mungu. Gideon walibishana sana na yule malaika. Walibishana mpaka kufikia hatua ya kumwambia Bwana, sikiliza, kama wewe ndio unasema na mimi, hebu tulia hapa nikufuatie zawadi. Nikikuletea hapa ukilamba kwa moto, mimi nitajua ya kwamba huyu ni Mungu. Gideon akafuata ile zawadi, malaika akalamba, akasema Yehova Shalom, mfalme wa amani, Bwana wa amani. Ndio Yehova Shalom ilipotokea. Ukisoma ukienda huko mbele utakutana na hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe sana ndugu zangu. Kwa inawezekana ukawa umekata tamaa mahali hapo ulipo, lakini usikatae wito wa Mungu. Maadamu umekuja kwenye hili grupu hapa, usikatae wito wa Mungu, usikatae wito wa Mungu. Na nataka nikwambie ndugu yangu unayenisikiliza hapa, kuna watu wengi sana wako mtaani wamekata tamaa. Kuna watu wengi sana unawajua wamekata tamaa. Hebu inawezekana usikamate baraka zao, usibaki na baraka zao. Hebu waleta hapa Mungu aweze, au warushie hii kilipo kwenye maeneo tofauti, warushie mahali waliko, waambie sikiliza hii, warushie ile ya jana, warushie wasikilize. Sababu huwezi jua Mungu anataka afanye kitu gani ndani yao. Huwezi jua ni kitu gani ambacho Mungu anataka kufanya ndani yao. Lakini kupitia kwako wewe. Wewe kwambia hadi watu humu ndani. Kwambia jana kwamba weka watu kwenye grupu hapa. Sababu kuna watu wamekamata baraka zao. Haleluya. Hebu sema tena amen. Kwa hiyo pamoja na kwamba umekata tamaa, lakini isije kafikia umekata tamaa, usije ukakataa na wito wa Mungu kama Gideon jinsi alivyokataa. Lakini uone Gideon alikataa, lakini bado akarudi. Huu mstari ni wa ajabu sana, anasema yako wapi matendo yake? Ndio maana nakwambia kuna mtu yuko humu ndani unanisikiliza. Umefikishwa hapa, lakini ndani ya moyo wako unajisikia tu basi tu kwa sababu baba ndo kasema, basi kwa sababu mama ndo kasema, basi kwa sababu rafiki yangu ndo kaniadi humu ndani. Lakini wewe mwenyewe ulishakata tamaa kabisa. Lakini nataka nikwambie, Bwana anakunyanyua tena upya kwa leo. Bwana anakunyanyua upya. Bado liko tumaini kubwa sana mbele za Bwana. Yaani bado Mungu anakuhitaji pakubwa. Bado Bwana anakuhitaji pakubwa mpendwa. Bado Mungu anahitaji adili na wewe. Hajanyamaza, ametuambia jana. Hajanyamaza na hajatulia. Isaya 62 mstari wa kwanza anasema sitatulia mpaka hilo jambo limalizike. Sikatae wito wa Bwana, sikatae matendo makuu ya Mungu. Lakini hiyo ni ndani ya kukata tamaa. Na tunapokwenda kuingia kwenye maombi hapa, hakikisha ya kwamba unapokwenda kuomba, hakikisha unaomba unakataa. Ni mara ya 3, ni kama mara ya 4 leo tunakataa habari ya kukata tamaa. Tunakataa. Lakini katika vipengele tofauti.
Kwa sababu inawezekana kuna mahali umemkataa Mungu. Kuna mahali umeletewa taarifa habari ya Mungu umekataa. Kuna mahali Mungu ametuma wajumbe wake kuja kufika kukusemesha, umegoma. Umesema hapana. Au umekwenda lakini moyo wako hauko karibu. Umeenda lakini ujisikii. Yaani umeenda lakini ujisikii. Umeenda lakini ujisikii. Umeenda lakini ujisikii. Umeenda lakini ujisikii. Sijui kama unanielewa. Yaani umeambiwa tu kwamba twende kwenye mkutano au twende kwenye au jiunge humu, unaweza ukapata maombi hapa. Haya maombi yamenisaidia. Kuna watu unakuta anapikisha taarifa. Hizi taarifa za haya magrupu au za hii huduma zinafikishwa mahali maeneo tofauti tofauti na kwa lugha tofauti tofauti. Kwa kuna mtu anaweza akamwambia mtu mwingine kwamba bwana, hebu ingia humu ndani. Haya maombi mimi yamenisaidia. Haya maombi yalimsaidia fulani. Haya maombi hivi na hivi. Hebu wewe unasikiliza. Lakini kwa sababu umeshaombewa kushoto na kulia, umeshaombewa maeneo tofauti tofauti, ndani yako unaenda tu kwa sababu rafiki yako kasema, ndugu yako ya karibu kasema basi niwekeni, takuwa nasikiliza. Sasa sisi humu ndani sio kwamba tunasikiliza. Sisi huko ndani tumekuja na matumaini makubwa kabisa. Tunahitaji kutoka. Tunahitaji kwenda. Ndio maana tunataka tuangamize hiyo roho ya kukata tamaa. Kwa sababu hatui humu tunajua kabisa Mungu amesema ya kwamba sitanyamaza. Amesema sitatulia. Sitanyamaza, sitatulia. Huyo ni Mungu. Na mbele yangu kuna neno limeandikwa sitanyamaza mpaka umepata ujira wako. Hebu nyanyuka mpendwa. Hebu nyanyuka. Hebu nyanyuka. Hebu nyanyuka. Simama tena. 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 Simama tena tuweze kuingia kwenye maombi. Simama tena. Simama tena. Simama tena. Karabasha kandarabakori. Yes. Kwa sababu ninaona Mungu anataka akuvushe, akutoa hapo mahali ambako umegota, mahali ambako adui amekukamatia hapo. Na hapo ulipokatia tamaa ndipo adui alipokamatia hapo. Na ameweka hiyo roho ya kutaka, ya kuacha kujua. Ameweka hiyo roho ya kwamba hakuna tena linaloendelea. Hapa sasa wewe subiri msiba tu. Hapa sasa subiri kifo tu. Hapa sasa subiri kifo tu. Hapana. Hapana. Mungu hajanyamaza juu ya hilo jambo. Bwana hajatulia juu ya hilo jambo. Usikatae wito wa Bwana. Usikatae neno la Mungu. Usikatae Bwana atakavyokuwa na kusemesha. Kwa sababu Bwana anaweza akakusemesha kushoto na kulia. Akakuita katika pande zote. Usikatae. Usikatae. Yes. Hakika wema na fadhili za Bwana zinakufuata. Zaburi ya 23. Zaburi ya 23. Zaburi ya 23. Yes. Zaburi ya 23. Nataka tusome hapo Zaburi ya 23. Mstari ambao Mungu amenipa sasa hivi hapa. Lazima tusome Zaburi ya 23. Zaburi ya 23. Fungua Biblia, Zaburi ya 23. Sikia jinsi Biblia inavyozungumza. Anasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Sikia hilo neno. Sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na kitu. Anasema katika malisho ya majani mabichi unilaza. Kando ya maji ya utulivu uniongoza. Sijui kama unajua maana yake. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Yaani wewe upo hapo kwa ajili ya jina lake. Kwa hiyo hawezi akakuacha.
kwa sababu akikuacha hapo jina lake litafedheheka. Sasa ili lisifedheheke ni lazima kufuatilie kushoto na kulia, lazima kufuata kushoto na kulia. Anasema, naam, nijapopita kati ya maji, kati ya bonde la uvuli wa mauti. Haijalishi ni namna gani, haijalishi uvuli wa mauti umenizunguka, haijalishi mauti imekuzunguka, haijalishi uko kwenye dimbwi kubwa sana la mauti, haijalishi umekaa wapi, lakini anasemaje? Sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Sikia sasa, waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika, nitaka uona hapo, wema na fadhili za Bwana zitanifuata. Anasema ninakaa mbeza, anasema zinanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Maona hayo maneno? Bwana ni mchungaji, sitapungukiwa na kitu. Katikati ya majani mabichi hunilaza. Mungu ndiye anazungumza hivyo vitu. Daudi alifikia akazungumza hivyo, na unajua situation ambayo Daudi alikuwa nayo. Alikuwa na windo wa kushoto na kulia. Lakini angalia ule mstari, anasema Bwana anaandaa meza mbele yangu, afu machoni pa watesi. Machoni pa watesi wako Mungu anaweka meza ya chakula. Kitu gani ambacho anakuambia? Hajalishi watesi wako wanasema nini, hajalishi wanazunguka, hajalishi wanaenda kushoto na kulia, hajalishi wanazungia kitu gani, lakini Mungu anaandaa meza hapo mbele ya watesi wako ili wajionee ukiwa unakula. Usikate tamaa mpendwa. Mungu anaja na wewe. Usikate tamaa. Usikubali kukata tamaa. Mungu ni mwaminifu, bado anakuhitaji. Mungu ni mwaminifu, bado anakuhitaji. Hatukatai kwamba umelala kitandani miaka mingapi. Hatukatai saratani imekupeleka miaka mingapi. Hatukatai. Lakini Bwana anaja na wewe. Ndio kitu cha msingi tu. Bwana anaja na wewe. Na tunapokwenda kuomba leo, tunapokwenda kuomba, hakikisha unaomba Bwana anaja na wewe. Hajatulia, hajanyamaza. Hajatulia, hajanyamaza. Hatatulia na wala hatanyamaza mpaka kazi ifanyike. Anasema mpaka upate ujira wako ndipo atakapoweza kutulia. Mpaka wewe upate ujira wako kifuani mwako ndipo yeye anaweza akatulia. Lakini tofauti na hapo, anasema sitanyamaza wala sitatulia. Sitanyamaza wala sitatulia. Ndivyo anavyozungumza. Sitanyamaza wala sitatulia. Hakika, yes, wema nazo fadhili zitanifuata mimi. Yes, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hakika, hakika, wema nazo fadhili, yes, 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 zinanifuata mimi. Yes, yeah. Nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hakika, hakika, wema nazo fadhili zinanifuata mimi. Yes. Nitakaa nyumbani mwa Bwana
siku zote za maisha yangu. Uhakika, uhakika. Acha wema na fadhili za Bwana zikufuate mahali popote pale unakofika au mahali popote pale unapoendelea. Maadamu yeye amesema ya kwamba sitanyamaza, na yeye amesema ya kwamba sitatulia, na naangalia ahadi zake kuliko jina lake, maana analikuza jina lake, anakuza ahadi yake kuliko jina lake. Acha wema na fadhili za Bwana zikufuatilia popote pale unapoelekea. Hebu ingia mbele za Bwana kwa toba. Hebu nenda mbele za Bwana kwa toba, kwa sababu wema na fadhili za Bwana kufuata. Na yeye amesema ya kwamba yeye ni mchungaji wako na hata hutapungukiwa na kitu. Anaandaa meza mbele yako, mbele ya watesi wako, machoni pa watesi wako. Maana yake na wewe wao wanaangalia, alafu wewe unakula chakula chako. Hebu omba toba mbele za Bwana, kwa sababu kuna namna ambavyo Mungu amekuja, amefika, amekusemesha, alafu umegoma. Kama Gideon alipokuja akasemeshwa, akagoma, akasema kama Bwana angekuwa yuko pamoja na mimi, angeniponya huo ugonjwa. Kama Bwana angekuwa yuko pamoja na mimi, hayo matendo yake inawezekana tumeyasikia kule tu kwenye Biblia. Ndio maana unasikia watu wengine wanasema Yesu alikuwa anaponya zamani. Inawezekana na wewe hicho kitu kimekuingia, ya kwamba watu wanaosema ya kwamba Mungu anafanya kazi, watu inawezekana wanazungumza tu, lakini sio kwa sasa. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, Mungu yuko kazini. Amesema sitanyamaza wala sitatulia. Usikatae wito wa Bwana, usikatae matendo makuu ya Mungu. Mungu bado anafanya, na bado anafanya kwa upeo. Anafanya na bado anafanya kwa upeo. Hebu mwambie Mungu ya kwamba Mungu, naomba toba. Kuna mahali ambako ulisemesha, kuna mahali ambako ulinisemesha Bwana Mungu wa majeshi, kuna mahali ambako ulinisemesha na mimi nikakataa. Inawezekana upoomba toba kwa Bwana aliye hai. Omba rehema kwa Mungu ili tukataa hiyo roho ya kukata tamaa. Tunaikataa kwa damu ya Yesu, tunaikataa kwa mara ya mwisho. Tunaikataa kwa damu ya Yesu, tunaikataa kwa mara ya mwisho. Tunaikataa kwa damu ya Yesu, tunaikataa kwa mara ya mwisho. Hebu omba toba kwa Bwana, omba rehema. Omba ita rehema za Bwana. Omba toba kwa Bwana aliye hai, omba toba kwa Bwana. Kwa sababu kuna mahali Mungu ametuma watu kuja kukunyanyua hapa mahali ulipo, lakini ukagoma. Kuna mahali wa Mungu ametuma watu kuja kukunyanyua, lakini ukagoma, ukasema no. Au kuna wakati umekwenda, alafu wewe mwenyewe ulikuwa unaenda tu, lakini moyo wako ulikuwa mbali, lakini moyo wako haukuwa pamoja, lakini moyo wako haukuwa pamoja, lakini moyo wako haukuwa pamoja. Hebu nyanyuka tena kwa upya. Omba toba kwa Bwana, omba toba kwa Bwana. Inawezekana umekata tamaa hapo mahali ulipo, lakini omba toba kwa Bwana hapo. Omba toba kwa Bwana, kwa sababu toba inafungua milango. Toba inafungua milango. Toba inafungua mlango. Toba inafungua milango, mtu wa Mungu. Omba rehema kwa Bwana aliye hai. Omba rehema kwa Bwana aliye hai. Omba rehema kwa Bwana. Omba rehema kwa Bwana aliye hai. Ita hizo rehema za Bwana. Biblia inasema rehema za Mungu ziko juu ya kazi yake. Rehema za Bwana ziko juu ya kazi zake. Rehema zake ni nzito, rehema zake ni nzito, rehema zake ni nzito, mtu wa Mungu. Rehema zake zikifika mahali zinaondoa uovu, zinaondoa uovu, zinaondoa uovu. Zikifika mahali rehema zake zinaponya magonjwa, rehema zake zinatoa makosa, rehema zake zinaondoa makosa, rehema zake zinaondoa uovu, rehema zake zinaondoa dhambi. Mahali popote ambako rehema zinafika, zinanyanyua kitu upya, zinauisha kwa upya, zinauisha kwa upya. Hebu omba rehema za Bwana zije. Ita rehema za Bwana, mtu wa Mungu. Hebu ita rehema za Bwana. Hebu ita rehema za Bwana hizo zije. Ita rehema za Bwana. Ita rehema za Bwana na damu ya Yesu. Ita rehema za Bwana. Ita rehema za Bwana na damu ya Yesu. Ita rehema za Bwana. Ita rehema za Bwana na damu ya Yesu. Ita hizo rehema za Bwana. Endelea kuita ito. Ita. Mwambie Mungu naita rehema zako. Mwambie Mungu naomba rehema zako. Yesu naomba rehema zako. Yesu naomba rehema zako. Kuna mahali kweli waliniita, kuna mahali kweli wameniambia, kuna kuniunga wameniunga, wamenileta kwenye hili grupu, lakini kwa kweli mimi nimekuja kwa sababu tunawaheshimu. Hebu omba rehema kwa Bwana, omba toba kwa Mungu aliye hai. Kuna situation unaipitia ambayo unaona ya kwamba hili jambo hapana, ngoja tu niombe, lakini sioni kama Mungu kuna majibu atanipa. Sioni kama kuna majibu naweza nikayapata. Inawezekana umekata tamaa kabisa. Umesema sioni kama kuna majibu. Kuna watu wamekwambia mara nyingi ya kwamba twende mbele za Bwana.
Umesema kama ni kuomba, mimi nimeshaomba sana. Hebu omba toba kwa Bwana, omba toba kwa Bwana, omba toba kwa Bwana, kwa sababu umekataa matendo makuu ya Mungu. Angalia Gideon alichosema. Alisema ya kwamba yako wapi kama huyu Mungu angekuwa yuko pamoja na sisi? Yako wapi yale matendo yake makuu ambao walituadhisia baba zetu, wakisema yeye ni wa ajabu, wakisema yeye ni wa ajabu. Lakini angalia jinsi ambavyo waliotupeleka, angalia jinsi ambavyo alivyotuacha kwenye mikono ya Midian. Wanatunyanyasa. Kuna maeneo upo ni kwa sababu ya toba. Unajua Gideon alisahau ya kwamba wao wametiwa kwenye mikono ya Midian kwa sababu ya zile dhambi ambazo walifanya, kwa sababu ya ule uovu. Biblia inasema walitenda uovu, walitenda maovu mbele za Bwana, alafu Bwana akawatia kwenye mikono ya Midian. Omba toba, mtu wa Mungu. Inawezekana hapo ulipo ni kwa sababu ya ule uovu. Inawezekana wewe kama umesahau uovu. Si kama Gideon alikuwa anakumbuka uovu, alafu ikafikia hatua Mungu akamwambia, sikiliza, kwa sababu ya hiyo sadaka uliotoa, sasa nenda kaangamiza ile madhabahu ya baba yako. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, kuna mahali upo si kwa sababu hiyo tamaa umekata, ni kwa sababu kuna mahali upo ni kwa sababu ya ule uovu uliotendwa, ni kwa sababu ya ule uovu uliotendwa, ni kwa sababu ya ule uovu uliotenda. Hebu omba toba kwa Bwana. Hebu endelea kuita rehema kwa Bwana. Hebu endelea kuita rehema kwa Bwana. Hebu endelea kuita rehema za Bwana. Hebu endelea kuita rehema za Bwana. Inawezekana kuna mahali upo, inawezekana kuna situation imetokea, lakini ni kwa sababu ya ule uovu. Ni kwa sababu ya ule uovu. Ni kwa sababu ya ule uovu. Baba Gideon hakujua ya kwamba babaka anamiliki madhabahu. Hakujua ya kwamba babaka anamiliki madhabahu. Hakujua ya kwamba ile kukata tamaa walikokata na mpaka anakataa matendo makuu ya Bwana ni kwa sababu ya ule uovu uliokuwepo. Ni kwa sababu ya ule uovu uliokuwepo. Ni kwa sababu ya ule uovu uliokuwepo. Hebu omba toba kwa Bwana aliye hai. 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 Hebu omba toba kwa Bwana. 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 Hebu omba rehema kwa Bwana. Hebu omba toba kwa Bwana. Hebu omba toba kwa Bwana. Omba kwa damu ya Yesu. Omba toba kwa damu ya Yesu. Hebu peleka hiyo damu ya Yesu. Hebu peleka hiyo damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu ikienda, ikifika pale kwenye uovu, ule uovu uliosababisha ukapata hilo janga, ukapata hiyo changamoto, ukapata hiyo changamoto. Kuna uovu umesimama mahali. Kuna uovu umesimama mahali. Ule uovu ipelekea damu ya Yesu. Kwenye ule uovu, hebu peleka hiyo damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu. Hebu achilia hiyo damu ya Yesu, ngoja iende. Hebu peleka hiyo damu ya Yesu ikaondoe uovu ule. Hebu peleka hiyo damu ya Yesu ikaondoe ule uovu. Kuna mahali uovu umekaa. Gideon hakujua, mpendwa. Gideon hakujua ya kwamba babaka anamiliki madhabahu ya bahari. Hakujua Mungu mpaka pale ambapo Mungu alimtokea. Unisikilize, alikataa matendo makuu ya Mungu. Alihoji ya kwamba kama Mungu yuko pamoja na sisi, lakini ni kwa sababu babaka alikuwa na uovu mahali. Kuna uovu ulikuwa umesimama mahali. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, umekata tamaa mahali ni kwa sababu ya uovu uliopo. Unakataa matendo makuu ya Bwana ambaye amewatenda, ni kwa sababu ya ule uovu uliopo. Hebu endelea kuomba toba kwa damu ya Yesu. Hebu endelea kuomba toba kwa Bwana kwa damu ya Yesu. Hebu endelea kuomba toba 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 kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba toba, 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 endelea kuomba toba kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba toba kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba toba kama umekata tamaa hapo mahali ulipo. Inawezekana usiwe wako na ndugu yako. Inawezekana usiwe wako mmeo. Inawezekana usiwe wako mkeo. Omba toba kwa Bwana alienda, omba toba. Omba toba. Inawezekana mtoto wako amekata tamaa, lakini ni kwa sababu kuna uovu mahali. Kuna uovu mahali. Kuna uovu mahali umesimama. Gideon walikata tamaa ni kwa sababu kulikuwa na uovu mahali fulani, na wasingeweza kumove, na wasingeweza kutoka, na wasingeweza kutoka, na wasingeweza kushinda, wasingeweza kuwapiga wa Midian. Wangewezaje kuwapiga wa Midian wakati kuna uovu umesimama mahali? Nataka nikwambie mtu wa Mungu, inawezekana kuna mahali hauwezi kuvuka kwa sababu kuna uovu umekaa mahali. Inawezekana nisikiliza hapa, kuna uovu umekaa mahali, na kama kuna uovu umekaa mahali, obviously hauwezi kumshinda adui, huwezi kumpiga adui. Hebu kataa hiyo roho ya kukata tamaa. Kataa kwa damu ya Yesu, kwa sababu tayari umeshaomba toba kwa Bwana. Umepata mlango, umepata ufunguo, umepata ufunguo, umepata ufunguo. Umepata ufunguo, umepata ufunguo mtu wa Mungu. Hebu kataa kwa nguvu zote. 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 Leo ni siku ya 4. Hebu kataa kwa nguvu zote. Leo ni siku ya 4. Hebu kataa kwa nguvu zote. Kataa kwa nguvu zote. Sijakuona. Kataa kwa nguvu zote. 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 Sijakuona.
kuona wewe Baba. Kataa kwa nguvu zote, kataa hiyo roho ya kukata tamaa, kwa sababu umeshaomba rehema kwa Bwana, kwa sababu umeomba rehema kwa Bwana. Hebu kataa hiyo roho, hebu kataa hiyo roho, hebu kataa hiyo roho, hebu kataa hiyo roho, kataa kwa damu ya Yesu. Hebu kataa hiyo roho ya kukata tamaa. Kukata tamaa kumewarudisha watu nyuma sana. Kukata tamaa kumewarudisha watu nyuma sana. Kumewarudisha watu nyuma sana. Kumewarudisha watu nyuma sana. Kumewarudisha watu nyuma sana. Kunawarudisha watu nyuma sana. Kunawarudisha watu nyuma sana. Kunawarudisha watu nyuma sana. Hebu kataa hiyo roho, kataa hiyo roho, kataa hiyo roho, kataa hiyo roho kwa damu ya Yesu, kataa hiyo roho, kataa hiyo roho kwa damu ya Yesu, kataa hiyo roho kwa damu ya Yesu. Toka, achia katika jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Hebu kataa hiyo roho, kataa hiyo roho. Yes, kemea hiyo roho. Kemea hiyo roho, kemea hiyo roho, kemea hiyo roho. Hiyo ni maombi ya mara ya mwisho. Hii ni maombi ya mwisho, ni maombi ya mwisho. Kwenye hili somo ya kukata tamaa, hebu kataa kwa nguvu kabisa. Kataa kwa nguvu, 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 kataa kwa nguvu kwa damu ya Yesu. Kataa kwa nguvu kwa damu ya Yesu. Kataa kwa nguvu, kataa kwa nguvu, kataa kwa nguvu, kataa kwa damu ya Yesu. Kataa. Omba, kataa. Nasema kataa kwa damu ya Yesu. 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 Kataa. Na hiyo roho iliyoingia ndani yako kwa sababu ya kukata tamaa, ukakataa matendo makuu ya Bwana, ukakataa wito wa Bwana, ukakataa wito wa Bwana. Hebu kataa kwa damu ya Yesu. 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 Endelea kuomba. Nasema kemea hiyo roho. Yes, kemea hiyo roho iondoke. Hiyo roho iondoke. Kemea hiyo roho iondoke. Fire! Toka kwa jina la Yesu. Yes, ikuachie. Haya, nasema achia. Wewe roho umemkamata huyo mtu katika jina la Yesu. Nasema achia. Yes, umemkamata huyo mtu. Yes, amelala hapa muda mrefu. Umemlaza hapa muda mrefu katika jina la Yesu. Toka, achia katika jina la Yesu. Toka, achia katika jina la Yesu. Toka, achia katika jina la Yesu. Nasema mwachie huyo mtu. Nasema leo namwachia. Toka kwa jina la Yesu. Endelea kuomba mtu wa Mungu, endelea kuomba. Omba. Inawezekana usiwe wewe, akawa ni mtoto wako amekata tamaa kabisa, lakini kataa hiyo roho. Na akiambiwa twende kwenye maombi, anasema kama ni kuomba nimeshaomba sana. Anakataa mpaka matendo makuu ya Bwana. Hebu kataa roho kwa damu ya Yesu. Kataa roho kwa damu ya Yesu. Kataa roho kwa damu ya Yesu. Kataa hiyo 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 roho kwa damu ya Yesu. Toka. Yes, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba mtu wa Mungu, usiache. Endelea kuomba usiache. Mpaka leo ikuachie. Ikuachie kwa damu ya Yesu. Ikuachie kwa damu ya Yesu. Yes, endelea kuomba. Nasema endelea kuomba. Endelea kuomba. Kuna dada mmoja anakuona hapa, unapata nguvu sana ya kuomba. Hebu omba. Lakini kuona sio kwamba ulikuwa umekaa sio kwamba ulikuwa umeshakata tamaa. Hapana. Ila hiyo roho ilikuwa inakuja. Kuna situation ilikuwa inakuja hapo mbele yako. Alafu ilikuwa inakuja kukuhamisha. Ungekata tamaa kabisa. Kuna watu wanajiandaa kukatisha tamaa. Hebu kataa.
Kataa waambie ya kwamba sitakata tamaa kwa jina la Yesu. Sitakata tamaa kwa jina la Yesu. Sitakata tamaa. Hakuna ukata tamaa. Sitakata tamaa kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya kukata tamaa ambayo bado haijafika kwako, katika jina la Yesu toka. Yes. Ndio, endelea kuikataa. Ikataa. Sijaona kama kuna mtu anaomba hapa. Hebu kataa. Sijaona kama kuna mtu anaomba hapa. Hebu kataa. Sijaona kama mtu anaomba hapa. Sijaona kama mtu anaomba. Hebu kataa hiyo roho ya kukata tamaa. Imewaumiza watu wengi sana. Hiyo roho imeumiza watu wengi sana. Imewarudisha watu nyuma sana. Kwa jina la Yesu. Toka. Kwa jina la Yesu endelea kuomba. Toka chia. Yes. Endelea kuomba. Yes. Ndio, endelea kuomba. Omba usinyamaze. Bwana yuko kazini. Bwana anasema mimi sitatulia. Kama Bwana hawezi kutulia, wewe unawezaje kutulia? Wewe unatuliaje na wakati Mungu hajatulia? Anasema sitanyamaza. Hilo ni bango liko mbele yangu. Anasema siwezi kunyamaza. Sasa wewe unawezaje kunyamaza na wakati yeye hawezi kunyamaza? Wewe unawezaje kunyamaza, mtu wa Mungu? Hebu katika jina la Yesu kataa hiyo roho. Mwambie Bwana sitanyamaza. Na mimi sitanyamaza. Pambanisha hiyo roho na damu ya Yesu. Pambanisha hiyo roho na damu ya Yesu. Pambanisha na damu ya Yesu. Pambanisha na damu ya Yesu. Hiyo roho ipambanishe na damu ya Yesu. Hiyo roho ipambanishe na damu ya Yesu. Ipambanishe na damu ya Yesu. Tuone kama itaimiri. Ipambanishe na damu ya Yesu. Pambanisha 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 na damu ya Yesu. Ipambanisha na damu hiyo. Ipambanisha na damu hiyo. Ipambanisha na damu ya Yesu. Ipambanisha na damu hiyo. Ipambanisha na damu ya Yesu. Ipambanisha na damu hiyo. Ipambanisha na damu ya Yesu. Ipambanisha na damu hiyo. Ipambanisha na damu ya Yesu. 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 Ipambana 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 na damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Ipambana na 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 damu ya Yesu. Yes, inaondoka. Ipambana na damu ya Yesu. Pambanisha 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 na damu ya Yesu. Ipambana na damu ya Yesu. Ipambana na damu ya Yesu. Ipambana na damu ya Yesu. Pambanisha 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 na damu ya Yesu. Yes, acha iondoke. Pambanisha na damu ya Yesu. 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 Achilia damu ya Yesu yanta. Achilia damu ya Yesu. Pambanisha na damu ya Yesu. Pambanisha na damu ya Yesu. Pambanisha na damu ya Yesu. Pamanisha 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 na damu ya Yesu. Yes, ngoja iondoke. Naona inaondoka. Hebu maanisha tuna damu ya Yesu. Haiwezi kupambana na damu ya Yesu. Haiwezi kuhimili mbele ya damu ya Yesu. Haiwezi kuhimili mbele ya damu ya Yesu. Tunayo damu ya Yesu ambayo imejaa ukombozi. Haiwezi kuhimili hapa. Haiwezi ukapambanisha tuna damu ya Yesu. Haiwezi kuhimili, pambanisha tuna damu ya Yesu. Haiwezi kuhimili, pambanisha na damu ya Yesu. 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 Pambanisha na damu
damu ya Yesu, pamanisha na 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 damu ya Yesu. Endelea kuomba. Yes, haiwezi kukaa. Naona inaondoka, naona inaondoka. Inakuachia. Endelea inaachia. Endelea inaachia. Ndio naona 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 inaachia. Yes, unakuwa mpya. Ndio unakuwa mpya. Ndio unakuwa mpya. Naona ukirudi tena. Oh, naona unarudi tena. Naona ukirudi 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 tena. Naona afya yako inarudi. Naona afya yako inarudi. Endelea kuomba hiyo. Pamanisha na damu ya Yesu. Pamanisha na damu ya Yesu. Naona afya yako inarudi. Naona ukirudi tena mpendwa. Naona ukirudi tena. Naona ukirudi tena. Hiyo mauti inaondoka. Hiyo mauti imeondoka. 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 Imeondoka kwa damu ya Yesu. Hiyo mauti imeondoka. Hiyo mauti imeondoka. Hebu kiri uhai wa Mungu. Hebu kiri uzima, kira uzima. Kira uzima. Endelea. Kiri uzima wa biashara, kiri uzima wa kwamwe, kiri uzima wa biashara, kiri uzima wa kazi, kiri uzima wa huduma, kiri uhai wake. Yes, kiri uhai wa biashara, ukai uhai wa biashara, uhai wa kazi, kiri uhai wa kazi, kiri uhai wa ndoa. Hebu kiri uhai wa ndoa hiyo, kiri uhai wa ndoa hiyo, kiri uhai wa ndoa hiyo, kiri kwa damu ya Yesu. Kiri uhai wa ndoa hiyo, kiri uhai wa ndoa hiyo, kiri uhai wa ndoa hiyo, kiri uhai wa afya yako, kiri uhai wako mwenyewe, kiri uhai wako mwenyewe, kiri kwa damu ya Yesu, 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 kiri kwa damu ya Yesu. Endelea kukiri uhai wako, endelea kukiri uhai wako, endelea kukiri uhai wako, endelea kukiri uhai wako, kiri kwa damu ya Yesu, endelea kukiri uhai wako, kiri kwa jina la Yesu, endelea kukiri uhai wako. Endelea ukiri uhai wako, ukiri kwa jina la Yesu, 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 ukiri uhai wako, ukiri. Endelea kukiri uhai, endelea kukiri uzima, kiri uzima, kama ni uzima wa kazi, kiri uzima, kiri uzima wa kazi. Yes, ulikuwa umekata tamaa, kiri uzima wa afya. Hebu kiri, jitamkie mazima, jitamkie uzima, jitamkie baraka, jitamkie kwenye hilo jambo ambalo ulikuwa umelikiri, kwenye hilo jambo ambalo ulikuwa umelikatia tamaa. Hebu kiri uzima, kiri. Oh, jitamkie baraka kwenye hilo jambo, jitamkie baraka kwenye hilo jambo, jitamkie baraka kwenye hilo jambo. Kama ulikuwa unaumwa alafu umekata tamaa, hebu kiri uzima hapo, hebu kiri uzima hapo. Tamka uzima, jitamkie uzima. Hebu mwambie Mungu, ili jambo unaenda kufanikiwa, hajalishi haya madeni nao wadai watu watakwenda kunipa, raka shaka na rabasaka, wanakwenda kunipa, watanilipa. Mdai, mwambie. Yes, mama unanisikiliza hapa, mwambie kwa jina lake, mwambie wewe fulani utanipa, mwambie fulani unanipatia, unanirudisha hiyo pesa. Tamka. Yes, tamka marejesho ya afya, tamka kwa damu ya Yesu, tamka marejesho ya afya, tamka kwa damu ya Yesu, tamka marejesho ya afya, tamka kwa jina la Yesu, tamka marejesho ya afya. Endelea kuomba kwa damu ya Yesu, 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 endelea kuomba. Wewe mama ambaye ulikuwa umepitisha siku zako za kujifungua, hebu ongea, tamka la kwamba najifungua salama, ya kwamba ninaenda salama, ya kwamba naenda kujifungua. Ajalishi siku zimepita, hebu tamka, jitamkie baraka na zenyewe zinakufuata. Anasema hakika wema na fadhili zitanifuata, Jitamkie baraka, mtu wa Mungu,
Jitamkie baraka mtu wa Mungu. Jitamkie baraka mtu wa Mungu. Jitamkie baraka mtu wa Mungu. Jitamkie kwa damu ya Yesu. Yes, endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Yes. Endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba, wewe haubani na muda. Mimi niko limited na time. Lakini wewe haubani na muda. Hebu endelea kuomba mtu wa Mungu, endelea kuomba. Endelea kuomba mtu wa Mungu, endelea kuomba. Endelea kuomba kwa damu ya Yesu. Yes. Yes, mshukuru Mungu kwa maneno yako. Ndio, mshukuru Mungu kwa maneno, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa maneno yako. Lakini kama unajisikia kuendelea kuomba kwa ajili ya kukataa roho ya kukata tamaa, hebu endelea kuomba kwa jina la Yesu Kristo. Na Mungu ni mwaminifu, na kuanzia kesho amka unajua ya kwamba wewe ni mzima. Amka ukijua ya kwamba hilo jambo unaenda kulifanikisha. Amka ukijua ya kwamba Bwana yuko kazini. Amka ukijua ya kwamba Bwana amesema sitanyamaza, ya kwamba hawezi kunyamaza. Amka ukijua ya kwamba Bwana amesema ya kwamba hatatulia kwenye hili jambo. Hata kama ukiwa unafuatilia kazi, ujue ya kwamba Bwana hatatulia. Hata kama unafuatilia kazi, hebu ondoka na Isaya 62 huo mstari. Ondoka na Isaya 62 mstari wa kwanza. Ondoka na Isaya 65 mstari wa 5. Ropo shaka mstari wa 6. Rika sheke nderebasika. Rapa shaka nderabakoria. Asante Bwana Yesu. Nakushukuru sana kwa wema na uaminifu wako. Asante kwa damu yako takatifu iliyomwagika msalabani kwa ajili yetu. Mungu, tunakushukuru kwa sababu kila itwapo leo unatuokoa, kila itwapo leo unasema nasi, kila itwapo leo unatusaidia, kila itwapo leo unaongea nasi. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, na wewe ni Mungu uliyeumba mbingu na nchi. Katika jina la Yesu Kristo, uwabariki wote hawa Mungu wanaosikiliza. Uwabariki wote hawa Bwana watakaoweza kusikiliza sauti hii, walioko hapa Tanzania na walioko nje ya nchi, walioko Ulaya na walioko Afrika. Asante Mungu, katika jina la Yesu. Na kuanzia leo hakuna mtu ambaye anakata tamaa, aliyesikia hili somo au haya masomo akabaki amekata tamaa. Mungu, ninakushukuru kwa wema na uaminifu wako. Asante sana Bwana. Na mimi nakataa roho ya visasi na mashambulizi pamoja na malipizi ya kila aina. Katika jina la Yesu tunajifunika na damu ya Yesu Kristo, kwa ajili ya ulinzi wa familia zetu, kwa ajili ya ulinzi wa vyombo vyetu vya usafiri, kwa ajili ya ulinzi wa kazi zetu, kwa ajili ya ulinzi wa ndoa zetu. Tunavaa bamba la chuma. Tunavaa bamba la chuma. Sasa na kitabu cha Ezekiel alivyozungumza, tunavaa bamba la chuma, linakuwa kama ukuta wa chuma kati yetu pamoja na adui. Katika jina la Yesu tunavaa ile dili ya haki ya chuma. Tunavaa miguu ya viatu vya utayari. Tunavaa vile viatu, silaha ya viatu. Yes, tunavaa chepeo ya wokovu katika jina la Yesu, kwa ajili ya kuzuia mauti kwa damu ya Yesu Kristo. Asante. Katika jina la Yesu tunakamata upanga katika mikono yetu, ule upanga wa Roho, mshipi kiunoni tunafunga katika jina la Yesu Kristo. Yes, ngao tunaikamata, ile ngao yetu ya imani katika jina la Yesu, ambayo kwa hiyo tutaishinda mishale yote ya adui ya muovu, ile yenye moto ya adui katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tunaomba na kushukuru. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tutakutana kesho saa 3. Waambie na wengine. Endelea kuadi watu kwenye grupu la 6 pamoja na ile grupu ulilopo wewe. Mungu akubariki sana. Barikiwa sana mtu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hata upepo unapoanza kuvuma, nitategemea ahadi zako.